Mambo matano yanayothibitisha mwanaume uliye naye kwenye mahusiano ana hekima. Jambo la kwanza ni mwanaume kuwa mkweli. Mwanaume yeyote anapokuwa mkweli, basi fahamu kabisa kwamba huyu mwanaume ni mwanaume mwenye hekima. Kwa hiyo kama upo kwenye mahusiano na mwanaume ambaye ni mkweli, jambo mojawapo ambalo linathibitisha kwamba huyo mwanaume ana hekima. Jambo la pili ni jambo la kukushirikisha mambo ambayo yanahusu maendeleo. Mwanaume yote ambaye ana hekima lazima aweze kukushirikisha mambo yanahusu maendeleo. Kwa hiyo ni mojawapo ya jambo ambalo unatakiwa kuweza kufahamu. Mwanaume yote pia mwenye hekima, jambo la tatu ni kwamba anatumia busara katika maamuzi. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya jambo ambalo unatakiwa kufahamu. Na pia jambo la nne, mwanaume yote mwenye hekima hana ubaba. Mwanaume yoyote ambaye ana hekima hawezi kumkaripia mwanamke, hawezi kumpiga mwanamke. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya jambo ambalo linathibitisha kwamba kama upo katika mahusiano, mwanaume akiwa hana ubaba, ni mojawapo ya jambo ambalo linathibitisha kwamba huyo mwanaume ana hekima. Na pia jambo lingine la mwisho kabisa ni mwanaume ni mtu ambaye anapenda kuona na wewe unafanikiwa, au anapenda kuona mnasimama wote. Hii pia ni mojawapo ya jambo ambalo linathibitisha kwamba huyo mwanaume ana hekima. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba kama upo katika mahusiano ukaona haya mambo ambayo nimeweza kuyataja, ni mambo ambayo yanathibitisha kwamba upo na mwanaume ambaye ana hekima. Na pia nikukumbushe kwamba kuweza kuingia kwenye mahusiano sahihi kuna njia tofauti tofauti, lakini kupitia hiki kitabu kitakusaidia kuweza kupata mwanaume sahihi ama mwanamke sahihi wa kuingia naye kwenye mahusiano ambayo yatajenga ndoa sahihi. Naitwa Isaac Anyankole, hakikisha unanifollow ili uweze kupata huduma. Asante na